Maana jiuliza, na mwinjilisti Teta pia ungejiuliza, kama tusingekuwa na habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili, hivi tungeishije? Hivi kukutana kwetu kila Sabato kungeleta maana kweli kama tungekuwa hatuna habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili, ambayo waimbaji wanasema ni shangwe, na tutamwona Elia, na tunapomwona Elia tutamwona katika hali ile ya utukufu wakati dhambi imekomeshwa. Kwa habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili ni ujumbe unapenda sana kuhubiri, maana kimsingi ndio message ambayo inayonibidiisha kutafuta uso wa Kristo kila siku. Pasingekuwa na habari ya Yesu mara ya pili, chacha ungekuwa unalewa. Maana usingekuwa na tumaini. Yaani ungesema sasa nafanyaje? Lakini habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili inatunyenyekeza, inahuisha imani zetu na tumaini letu kujua ya kwamba lolote linalotokea sasa ni la muda kitambo. Yote yanayotokea leo, yawe ni magumu, yawe ni ya kusikitisha, yawe ni ya kuumiza mioyo, yawe ni ya kukatisha tamaa, ni ya muda kitambo, maana mfalme atakuja kwenye utukufu wake. Na vile vile nasema lolote linalotokea leo ni la muda kitambo. Hata furaha utagundua, hata furaha zetu pia hazidumu, maana ni za muda kitambo. Lakini furaha itakayodumu ni pale Kristo atakapokuja mara ya pili. Na ndio tunasema Ufunuo 22:12, Kristo anasema tazama naja upesi. Na hakika anakuja. Moja ya mambo ambayo niko nayo uhakika kabisa katika imani yangu ni kwamba Kristo atakuja mara ya ngapi? He is coming. Yaani katika mahubiri yangu yote ambayo nimewahi kuyasikia, ila leo nichukue ya kwamba Kristo anakuja. Na furaha ndio ni kwamba anikute niko hai ila najua anakuja. Anikute nimelala ila najua anakuja. Sasa somo letu linasema kabla hajaja. Kabla hajaja kuna mambo ya kufanya muhimu sana. Wathesalonike wa pili sura ya 2 fungu la 3. Neno la Bwana linasema mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji. Hiyo haiji maana yake ni kwamba ni siku ya kuja kwa Kristo. Haikuji. Siku ya kuja kwa Kristo mara ya pili haikuji. Usipokuja kwanza ule upenyofu kabla hajaja, utaanza upenyofu, halafu akafunuliwa yule mtu wa kuasi kabla Yesu hajaja, ukageuka lazima utangulie. Halafu cha pili, yule mtu wa kuasi lazima afunuliwe, aweke wazi, mwana wa uharibifu. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza na Wathesalonike wa pili, simu yake kubwa ni habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Nyaraka ya kwanza ambayo aliandika Paulo ameelezea vizuri na akawaambia hata kama ndugu zetu watalala, atakapokuja wataamshwa tena. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 fungu la 13. Lakini bahati mbaya sana ujumbe huu haukueleweka kwa Wathesalonike. Maana wao waliamini Kristo angekuja kwa wakati wao. Na hivyo walipokuwa wakiwaona ndugu zao wanalala usingizi wa mauti, walikosa tumaini. Na baadaye katikati hapo zikaanza kuandikwa barua kwenda kwa Wathesalonike zilizoitwa za Paulo, lakini hazikuwa za Paulo. Ni kama zilikuwa zikiwaambia Kristo atakwisha kuja mara ya pili. Mnangoja nini? Na watakatifu walishapelekwa mbinguni. Bado mnangojea nini? Kristo atakwisha kuja.
Na Paulo akapokea taarifa hizi kutoka kwa Timotheo, akaamua kuandika nyaraka hii ya pili ili kusahihisha yale ambayo yalikuwa yamekosewa. Na anaposahihisha anawaambia ya kwamba kuna mambo fulani amekazia. Ilikuwa jambo la kufanya kazi. Anasema asiyefanya kazi na asifanye nini? Hilo fungu limekaliwa na wengi walio Kristo na wasio, kwa sababu wanajua kuna mahali wanalitumia vizuri. La asiyefanya kazi na ile ni silaha ya watu wenye roho ya nini? Ni korosho, sio njegele. Hilo fungu wanalitumia vizuri. Mtu akitaka kunyima msosi anakuambia imeandikwa asiyefanya kazi na. Lakini ukisoma vizuri pale chini anaeleza kwamba tusichoke kuwatendea wema, lakini tukiwaonya kwa saburi. Lakini jambo lingine ambalo aliweka sawa ni habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Akasema sikilizeni, kabla Kristo hajaja mara ya pili, kuna jambo lazima liwekwe sawa. Ni lazima mitego yote ya shetani iwekwe wazi. Ndio maana nasema lazima mwana wa uharibifu au revealed awekwe wazi. Mitego yake yote lazima iwekwe bayana. Na katika Amos sura ya 3 fungu la 7 neno Bwana anasema Bwana hatafanya jambo lolote pasipo kuwajulisha watumishi wake manabii. Kwa lazima linaloenda kutokea halitakuja by surprise. Lazima watakatifu wake watajulishwa. Kwa hiyo anasema sikilizeni, ni kweli tunangoja kuja kwa Yesu vizuri, ile habari njema, lakini kabla hajaja, ambapo somo letu la leo, kabla hajakuja, ni lazima mitego yote ya shetani iwekwe wazi ili watakatifu wa Bwana wajihakikishie nuru lake mbinguni. Na leo tutaangalia mitego kadhaa. Hawa tu kipindi hicho palikuwa na mateso sana ya Wakristo. Viongozi wa sinagogi waliwatesa na Wakristo. Kwa hiyo walikuwa na habari ya kilio chao kilikuwa na mashiko. Lakini pamoja na kulia, Bwana anasema no, kuja kwa Yesu ndio tutakuwa anakuja ndio, lakini lazima yule mwana wa uharibifu, mwana wa asi, yule ukengeufu lazima utangulie. Yule mwana wa asi. New King James Version imesema man of sin. New International Version imesema man of lawlessness. Asiyefuata taratibu. Lazima hayo yote yawekwe wazi. Na wasafiri kwenda mbinguni hawatatembea gizani. Maana Daudi anasema neno lako ni taa ya miguu. Hatutatembea gizani. Neno liko hapa kutumulikia. Kwa lazima kwanza huyu mwana wa uharibifu asiyekubali taratibu, anayepindua nyekundu iitwe nyeusi, nyeusi iitwe ya njano, lazima mitego yake hiyo iwekwe wazi na watakatifu wa Bwana watembee katika nuru kamili wakingoja Kristo kuja katika utukufu wake. Amen. Habari njema ni hii. Wakati wakiwa katika mateso haya na kukata tamaa, Bwana aliwatembelea. Haleluya. Akawapatia ujumbe. Na ndivyo ilivyo kwenye wana wa Israeli walipokuwa Misri. Mwanzo kutoka 3 fungu la 7, Mungu anaongea Musa, anamwambia nimeyaona mateso ya wana wa Israeli na kilio chao nimekisikia. Nataka nizungumze na mtu mmoja hapa ambaye ana kilio chake moyoni na kuna mateso anayopitia. Nataka nikupe habari njema ya kwamba hakuna kilio cha mwana wa Mungu kinachopita kisifike katika kizazi cha enzi. Kwa kile unacholia leo, mateso unayopitia leo, habari njema ni hii. Bwana
akasikia. Na anaposikia anamwambia Musa, kawaambie nimeshuka ili kuokoa. Hata katika ibada ya leo, nani ajuaye Bwana anakuja kumwokoa mtu fulani. Yuko hapo Bwana kuokoa. Na katika Sabato Yesu ndipo alitenda miujiza mingi sana siku ya Sabato. Na mimi naamini siku ya Sabato Bwana wanatenda mambo mengi. Mashtaka yote ya Wayahudi ni kwa sababu Yesu aliponya siku ya Sabato. Bwana mtie moyo na kilio chako na msiba wako katika ibada ya leo. Sema na Bwana wako ya kwamba Baba, leo nitembelee kwa namna ya pekee. Maana habari njema ni hii, wewe usikie vilio vya watoto wako. Yesu atakapokuja mara ya pili atakuja kutuokoa, atuondoe kwenye dunia ya dhambi, kwenye mateso yasiyokoma, atupeleke mbinguni kwenye maisha ya milele, kwenye furaha isiyokoma. Lakini kabla hajaja lazima tufunulie mitego ya mwovu Shetani. Na ndivyo ilivyokuwa wakati anawatoa Waisraeli Misri. Ilikuwa lazima watoe. Mwanzo kutoka 3:19 ilikuwa awaondoe Misri, waende muda wa siku 3 wakamwabudu Bwana. Na Mungu anamwambia Musa, nataka niwachukue watoto wangu niwapeleke Kanaani, katika nchi inayotoka maziwa na asali, tena ni pana, wakaishi kwa amani, kwa raha na ustarehe. Niwapeleke Kanaani. Na sisi leo tunasema tunaenda Kanaani ya wapi? Ya mbinguni. Lakini nataka niwarudishe kidogo kwenye Kanaani ya duniani. Jinsi ambavyo kutoka Misri kwenda Kanaani ya duniani haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Shauku ya Mungu ni kutuokoa tutoke Misri twende Kanaani, lakini mchakato sio mwepesi. Na Mungu anamwambia Musa, kaongee na Farao, lakini najua hawezi akatoa kibali kirahisi. Na nataka niwasiliane kidogo hapa. Kuondoka katika mipaka ya Misri, ngoja niongee kidogo zaidi. Kuondoka katika mitego ya mwovu, niongee kidogo tena zaidi. Kuondoka katika dhambi, ngoja nishushe sauti kidogo. Kuondoka katika mateka ya mwovu sio rahisi. Na mpaka nimalize ile hubiri utakubaliana na mimi kwamba it is not easy. Lakini Mungu ametuhakikishia wokovu. Mungu anasema, nataka niwachukue watu wangu niwapeleke Kanaani, lakini anamwambia Musa, nakupa tahadhari, mchakato wa kutoka Misri kwenda Kanaani hautakuwa mwepesi. Maana nitaifanya roho ya Farao kuwa ngumu to grant the permission. Sasa twende kidogo tufungue Kutoka sura ya 8. Hubiri refu utawahi tu kumaliza. Kwa hiyo relax, tulia kabisa, makusudi ya Bwana yafikiwe. Alimwambia haitakuwa rahisi kuwaruhusu. Unaona kuna pigo la kwanza linatokea, bado Farao hawaruhusu. Maji yanageuka kuwa damu. Ile ni trailer. Lakini bado Farao hakuruhusu waondoke. Pigo la pili ni vyura. Vyura wanakufa, harufu inaenea Misri yote isipokuwa kwa Waisraeli. Lakini kibali hakikutolewa. Pigo la tatu, chawa. Siku hizi kuna watu wajui chawa.
Hawajui chawa, hawajui kama chawa ni mnyama au ni mdudu. Hawaelewi. Siku hizi mazingira ni mazuri sana bwana. Lakini enzi zetu, zamani zetu, ukipiga hivi ujue umemkandamiza chawa. Afanye mji mzima ukapigwa chawa. Bado Farao hakuruhusu Waisraeli watoke Misri. Nifuatilie vizuri. Kabla Yesu hajaja kuwaruhusu watoto wake watoke dhambini sio rahisi. Haikuwa rahisi kwa Waisraeli kutoka Misri. Haikuwa rahisi. Mji mzima umejaa chawa. Kila mtu ana chawa. Yaani chawa humuui tena kwa vidole viwili akivunje chawa. Badala yake unafanya tu hivi. Utaua hivi kwa sababu ngapi? Unajifuta tu. Ila unatoa mkono wamejaa tena. Lakini Farao hakutoa kibali cha watoto wake kutoa Mungu kwenda Kanaani. Sasa akatoa kibali. Kutoka 8 fungu la 25. Anasema hivi. Farao akawaita Musa na Haruni akamwambia, kwa haya mapigo haya na wachawa hapa sijawahi wana. Hili ni toleo jipya la chawa. Sasa fanyeni hivi. Enendeni mkamtolee Mungu wenu dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakatoa dhabihu ndani ya nini? Ya nchi hii. Agizo la Bwana watoke Misri wakamtolee Bwana dhabihu. Kwa lugha nyingine wakamwabudu Bwana. Farao anawaambia hamna haja ya kwenda mahali. Msitoke nje ya mipaka hii. Mwabuduni Bwana wenu mungali bado mko mikononi mwangu. Mtumikieni Mungu wenu. Lakini wakati huo mko katika himaya yangu. Pastor unataka kusema nini? Yaani uniabudu, mabuduni Mungu wenu, lakini bado upo kwa shetani. Lakini agizo la Mungu ni watoke nje ya mipaka ya Misri. Shetani anasema wabaki humo, wamwabudu Mungu humo, lakini kama ni mchawi asiache madunguli. Bado kwa shetani. Lakini anamwabudu Mungu. Lakini kusudi la Bwana mkaniabudu mkishatoka nje ya mipaka ya Misri. Shetani anasema no, mbakini tu ndani ya changu. Ifanyeni tu ibada. Kumbe shetani hawezi kukuzuia kufanya ibada. Anaweza akaruhusu kufanya ibada, lakini hiyo ibada unayofanya tayari uko ndani ya himaya yake. And he is enjoying unafanya ibada. Akasema no, this is mine. Kwa nini mipaka yangu huyu? Hajatoka hata. Bado yuko ndani yangu. Amejisikia mnyima ni kufanya ibada. Lakini yuko ndani ya mipaka yangu. Musa akasema Farao tunajua hiyo. Agizo tulioambiwa ni hili, tuondoke Misri. Tutoke katika mipaka ya Misri. Ndipo tumwabudu Bwana, tumtolee Bwana dhabihu. Tumwabudu Bwana wetu. Baadaye ikapigwa pigo lingine tena. Tukapigwa pigo lingine tena. Fungu la 27. Hiyo kutoka 8, fungu la 27. Musa akasema, "La. Tutakwenda safari ya siku 3 na Bwana. Tumchinjie dhabihu Bwana Mungu wetu kama atakavyotuagiza." Musa anasisitiza no, tutaenda jangwani muda wa siku 3. Na hivi ndivyo Bwana alivyosema. Na lazima tutatii. Lakini fungu la 28, sikiliza tena mbinu nyingine ya shetani ambazo leo tunasema kama Bwana hajaja lazima mbinu zake zote ziwekwe wazi.
fungu la 28, Farao akasema, mimi nitawapa ruhusa mwende ili mchinjie dhabihu Bwana Mungu wenu jangwani, lakini hamtakwenda mbali sana. Farao anasema, sasa nawapeni kibali, lakini msiende mbali sana. Ili mnapokuwa karibu nami, mkumbuke yanayotokea Misri. Mkumbuke mazuri ya Misri. Kwa hiyo msiende mbali sana. Mwinjilisti chache. Shetani anasema, no, nitawaruhusu waingie kanisani. Wataishika Sabato, lakini katika habari ya kuongoka kwao hawataenda mbali sana. Na hizi ni mbinu ambazo lazima tuzijue na tuzishinde, halafu tujihakikishie kumlaki Bwana mbinguni. Farao anasema, basi nendeni, lakini msiende mbali sana. Nendeni tu, mkae karibu mahali fulani hivi. Akili zenu zibakia Misri. Mkumbuke ya Misri, na pengine mweze kuona hata yanayotokea Misri. Na ndivyo anaposema, sitawazuia watakatifu wa Bwana kuingia kanisani. Wataingia, lakini hawataongoka sana. Wao kanisani, ila hawataongoka sana. Ila wao kanisani. Hata kuishika Sabato ni kwa machana hivi. Katika habari ya kutoa zaka, wana sababu, wana reason. Maana wao kanisani, lakini hawajaongoka sana. Wao ndani ya kanisa, ila hawajaongoka. Wao ndani, lakini wametoka nje ya mipaka ya Misri. Hawajaenda mbali. Shetani hatatuzuia tuje kanisani. Atakachotushika ni kule kuongoka kwa kina. Kuja kanisani, hamna shida. Mashida, kuna mama mmoja alikuwa anaimba kwa vizuri kabisa, alafu ndo anashika daftari na kuhudhuria. Kumba na roho. Kanisani roho, lakini na mtu mmoja kaniambia, pastor, wachawi siku hizo wamehamia kanisani. Wamevaa koti la Kikristo. Bwana wewe ila wakitoka hapa wanamishe. Kanisani wamo, maana shetani amewazuia wasiende mbali. Wakati naandaa hili somo nikasema, no, hivi mimi nimeenda mbali au niko ndani ya himaya ya shetani? Am I within the snare of Satan? Nikasema, Bwana nisaidie nikuhubiri hili. Mtu mmoja mbele hataenda mbali, aende mbali. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbali, tujihakikishie wokovu. Maana lengo la Bwana ni kututoa Misri, alafu atupeleke mbali. Sasa baada ya hapo hakupewa kibali. Maana nimesema kutoka sio jambo jepesi, ni gumu mno. Nikapigwa pigo lingine. Ugonjwa wa wanyama wote wa kufugwa na majipu. Nadhani haya majipu ni kama version ya yu. Tunajua ile ujipu tena kwa kidole, ni utafute tofali. Akapiga pigo lingine, mvua ya radi na barafu. Bado Farao hauwezi kutoka. Nataka nikutie moyo hapa kwamba huenda umestruggle sana kutoka dhambini. Yaani umekuwa ukistruggle mno. Nataka nikwambie kwamba si rahisi kutoka, ila tunahakikishiwa wokovu. Na lazima Bwana atutoe. Ngoja tuende taratibu. Sasa walipopigwa hilo pigo na mvua za radi. Halafu Bwana akamwambia,
mwambie Farao kwamba kuna trailer inakuja. Weka mpe tu trailer kwamba watakuja nzige, wataujaza mji wote. Mpe hiyo habari. Unajua sisi leo kukutana na nzige, lakini nzige nadhani wakikaa mahali hawaachi zao hata moja, wanamaliza kabisa. Sasa mji mzima akamwambia Farao, mji mzima utajaa nzige, mji wote kabisa. Sasa aliposikia habari ya nzige, watumishi wake wakamfuata Farao, akamwambia Farao, kwa nini usiwaruhusu jamaa waende? Maana sasa mji wote umeharibika. Wewe uone mji umeharibika, uone Farao. Waruhusu wa jamaa waende. Akawaita, sasa nileteni Musa na Haruni niseme nao. Akawaita, fungu la 7 Kutoka sura ya 10 fungu la 7. Ndipo watumishi wa Farao wakamwambia, mtu huyu atakuwa tanzi kwetu sisi hadi lini? Wape hao watu Musa waende zao, wamtumikie Bwana Mungu wao. Hujatambua bado ya kuwa Misri imekwisha haribika? Fungu la 8. Musa na Haruni wakaletwa tena kwa Farao, naye akamwambia, nendeni mkamtumikie Bwana Mungu wenu. Lakini ni kina nani watakao kwenda? So very trick. Swali jingine hapo, very trick. Akina nani watakao kwenda kumwabudu Bwana? Ni akina nani? Nipeni habari. Ni akina nani? Musa anafunguka vizuri. Fungu la 10, Musa anafunguka ya wanaoenda. Anakwambia hivi. Fungu la 9, Musa anamwambia, tutakwenda na vijana wetu, na wazee, na wana, na binti, tutakwenda kondoo zetu na ng'ombe zetu, kwa kuwa inatupasa kumfanyia Bwana sikukuu. Napenda Kiingereza ilivyoandika. Kiingereza inasema, for we must hold a feast to the Lord. Yaani kwenda kumfanyia Bwana ibada. Musa anamwambia it is a must. Hamjanielewa baba? Yaani habari ya kumwabudu Bwana Mungu wa mbingu na nchi, kwa Waisraeli wanasema hiyo ni lazima. Ni lazima tukamwabudu Bwana. Sasa baada ya kutoa orodha ya wanaoenda, na kimsingi hakuna hata mmoja ambaye angebaki. Maana wazee wanaenda, watoto wanaenda, mabinti wanaenda, watu walikuwa wanaenda. Farao akaja na hekima, mtego mwingine, fungu la 10. Lakini akamwambia, Bwana naye pamoja nani, kama mtakavyo hapa ruhusa kwenda zenu pamoja na watoto wenu. Angalieni, kwa kuwa pana uovu huko mbele yenu. Yaani shetani mpaka anatuonea huruma. Ukiona shetani anakuonea huruma, kimbia. Yaani shetani anaonea huruma wana wa Israeli, eti kuna uovu mbele yenu. Fungu la 11, sivyo enendeni ninyi mlio watu wazima mkamtumikie Bwana, kwa kuwa ndio jambo mtakalo. Nao walifukuzwa usoni pa Farao. Farao anakuja na option. Mlisema mnaenda wote na wanyama wote, sikilizeni, pana uovu mbele. Kwa hiyo nendeni tu ninyi watu wazima. Tuache watoto Farao. Tuache watoto Farao. Tuache mali zetu Farao. Tuende tu sisi wenyewe Farao. Na Bwana anasema lazima tukamfanyie dhabihu. Tunaacha wanyama, tunatoaje dhabihu kwa Bwana na tumeacha wanyama. Farao ni kama na hekima hivi Farao. Farao ni kama na akili hivi Farao. Yaani kwamba tuache watoto, tuache na mali, twende watu wazima. Na hiyo ndio mitego shetani alionena leo. Na kabla Bwana anajaja, lazima mitego hiyo iwekwe wazi.
Kwa leo utaona watoto wetu wana ratiba nyingi, lakini sio ya ibada. Maana lengo la shetani tuwaache watoto twende watu wazima, alafu tuache nani na mali. Utadhani anatuhurumia kwamba tuache mali atutunzie, yaani twende kwa Bwana mikono mitupu, watoto tumewaacha. Huu ni mtego wa shetani. Lakini habari njema ni hii, Bwana ameufunua na lazima tuushinde. Maana lazima twende na familia zetu. Na leo shetani pia ameleta mtego mwingine. Kabla hamjaoana, sikiliza vizuri, wanandoa msikiliza vizuri, kabla hamjaoana, kipindi cha mchumba akicheka, unamwambia sichoki kukuangalia unapocheka. Mkishaoana akicheka anakuzomea. Maana ni mbinu ya shetani tusiende na familia. Zema wanaweza sifiwe. Ni mbinu ya shetani. Yule ambaye alikuwa my HB, my handsome boy, mkishaoana anabadilika, anakuwa nyangao. Yule binti yule ambaye ulikuwa unamfukuzia ulani, unalala saa 7, mai umekula bado, na kumpeka kwa mezani kanapiga. Mbinu za shetani ni kwamba tukishaoana ule upendo una paradise. Unaanza kutafuta makosa kwa mwenzako, na unatafuta makosa kwa mwenzako ni kama unatafuta kushinda, lakini kumbe uko tayari kwenye mtego wa shetani ambao ni kwamba hamtakwenda na familia zenu, lazima mziache. Kwa kinachotokea leo, wanandoa wakikosana, unaona kabisa halisemi zuri la mwezi hata moja, halisemi zuri hata moja. Alienda semina Dar es Salaam, alivorudi kweli, wewe tumekaa semina mwezi mzima, umerudi hata zawadi, na mimi ni mke wako, kuna mahala unapelekana. Siku hizi imebadilika sana. Zamani ulikuwa ukicheka naona neno yote, siku hizi unacheka ni kama umefinywa. Yupo unayemchekea vizuri, yupo. Shetani anakubadilishia aliyekuwa mzuri, anamfanya anakuwa kinyago, halafu anakuletea kichefuchefu, halafu natamani bora tu nikaangalia mpira, lije nikute nimelala. Ni mbinu za shetani tusiende na familia zetu. Unajikuta unapambana na mwezi, unapambana mwezi. Satan is just enjoying kwa tayari uko ndani yake. Lakini kusudi la Bwana tutapenda familia zetu mbinguni. Haleluya. Amen. Kwa hiyo nasema acheni watoto, acheni mali. Nendeni, lakini acheni mali. Na agizo la Bwana, mtakapotoka Misri, mtamfanyia Bwana sikukuu. Tumeacha mifugo, tunamfanyaje Bwana sikukuu? Tangaza. Tumekuja kanisani, tumeacha kondoo, tumeacha ng'ombe, na tunakuja kumwabudu, na lazima tumwabudu Bwana, lakini tuko mikono mitupu. Tunamfanyaje Bwana sikukuu? Very snap. Sasa wakapigwa
Wakafukuzwa. Walipofukuzwa ikaja balaa na nzige wakajaa. Nzige walipojaa, bado Bwana akaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Kuondoka sio rahisi. Ngumu sana. Na baadaye Bwana akawapiga balaa lingine la 9. Ili balaa ni la giza. Ukisoma hii habari hii inavutia. Wakapigwa giza. Biblia inaandika giza nene. Giza nene kule kwetu huwa tunaiona wakati wa kulima. Kilimo, kipindi cha masika, ile wingu limetanda ili njia uione mpaka radi ipige. Hiyo kwetu ni giza nene. Mlio sasa hivi Dar es Salaam barabarani kuna taa. Unajua giza nene kweli. Barabarani kuna taa. Kila mahali taa. Ukisema giza nene, unaumiza. Wakapigwa giza nene siku ngapi? 3. Halafu maajabu ni kwamba mtu pale alipokuwa hakuweza kujitikisa asogeze vingine. Utakanyaga wapi huoni? Siku 3 wako pale hawasogei. Halafu habari njema ni hivi, kwa Waisraeli kuna mwanga. Kwa Wamisri hakuna mwanga, ni giza nene siku 3. Hata wale ambao wale maji ya kunde kwamba gizani unatumikia kwenye ile giza nene ya uwezo ukatoa nuru. Ilikuwa haiwezekani. Ukicheka ni kama hujacheka tu neno. Giza nene. Lakini bado Farao hakuruhusu waondoke. Bado moyo wake ulikuwa ni mgumu. Sasa tuangalie kutoka kwenye fungu la 24. Fungu la 24. Farao akamwita Musa na kumwambia, haya, nendeni mkamtumikie Bwana. Kondoo zenu na ng'ombe zenu tu waachwe. Unasikia hiyo hoja hiyo? Kondoo zenu na ng'ombe zenu tu wafanye waachwe. Watoto wenu nao na waende pamoja nanyi. Farao anakuja na hoja nyingine nzuri kabisa. Chukueni watoto wenu, akina Julia, akina Brian, akina Majogo, akina Makoze, akina Masanja, akina Manyanya. Hawachukueni. Nendeni nao. Akina mama ni kama walifurahi, maana wanasema hujui uchungu wa mtoto. Sasa Farao anasema haya, nenda na mtoto. Wale wanaume nao wakasema, tukiacha watoto nani atakayerithi? Maana kuna watoto tunawapa majina ya baba zetu. Gervas Mbipi. Mtoto anaitwa Mbipi. Hapo Junior sasa. Junior. Wanasema tukiwacha watoto nani atakayebeba uzao? Farao anasema haina shida. Nendeni na watoto wenu wote, lakini kondoo zenu na ng'ombe zenu wafanyeni waachwe. Very tricky. Mzee wangu, Satan is very tricky. Anaweza akaruhusu tuje kanisani na familia zetu, lakini mali tumeacha nje. Hazina ushirikiano na wokovu wetu. Hawali tabu shetani kuturuhusu tuje kanisani na watoto wetu. No problem. Lakini mali zetu tuziache nje. Alafu Mathayo 6:21 anasema, maana ambapo ng'ombe wako walipo ndipo moyo wako. Kwa maana nyingine anasema, nendeni tu kiwiliwili, lakini moyo uacheni Misri. Kwa tumo ndani ya kanisa ndio, lakini mioyo yetu tumeiacha
kuhakikisha ziliko mali zetu. Na walikuwa ni mtego. Farao anamwambia, unajua wakienda waache mali. Obvious. Nyoma yao itakuwa huku. Watakuwa kule kimwili, lakini fikra zao, mawazo yao yatakuwa bado Misri. Kanisani haina shida. Watoto wote watasoma PF. Na Jumapili watakutana na msafiri. No problem. Na mchungaji akitembelea vipi ibada ya watoto? We are very good sir. Watoto wetu wanaweza zao na Jumapili wanaenda kwa msamaki na nadhani pastor tuko vizuri. Kama unaenda kwenye baraza Jumapili utaona watoto wako pale wanajifunza. Wapo nadhani ile tulishaishi na hiyo. Sawa. Hiyo umeishinda ndio. Hiyo shetani ameruhusu ishinde, lakini anasema peleka watoto, nenda na wewe na mkeo na mmeo, lakini mali iache Misri. Acha fikra Misri, acha moyo wako Misri, acha utu wako Misri. Nenda jangwani kumwabudu Bwana, lakini umeacha mali. Na hapo huo mtego kuna aliyepona. Labda mjisi chacha alipona. Na ndio maana siku moja kwenye grupu letu la kanisa, ndio nakukumbusha kidogo, nadhani mpo. Grupu letu la kanisa. Kakaanza kamjadala kidogo hivi. Watu wanasema, kwa nini siku hizi wachungaji wakihubiri wanakumbusha sana habari ya zaka? Kwa nini? Hawajui kama tunajua wajibu wetu. Nenda pole. Nenda. Kwa nini unakuwa na hisia mchanganyiko inapoguswa mali? Unafikiri shetani atakuachia kirahisi? Lazima akupe hoja. Lazima utengeneze sababu. Of course you know. Naelewa hiki. Najua hiyo. Najua na hiki na kile. Lakini ukiangalia utetezi ule asilimia kubwa ni kujitetea ili tuiache mali Misri. I'm very sorry. Lakini that's the bare truth. Na shetani anasema tukishikilia hapo watamwabudu nini Mungu wao? Maana ni lazima wamtolee dhabihu. Halafu habari njema ni hii, Mungu anakula dhabihu. Maana yeye ni moto ufanyaje? Ulao. Sasa tunaenda mikono mitupu. Mungu atafanya nini? Tunamwabudu Mungu tukiwa mikono mitupu. Na kule Musa anasema imetupasa kumfanyia Bwana sikukuu. Nikawapa version ya Kiingereza inasema it is a must. Ni lazima kumfanyia Bwana sikukuu. Unajua natamani tufikie level hizo za Musa kwamba katika habari ya ibada no option. It is a must. Kama tuongoke tutate level. Yaani kikuzo ibada unasema hapo there is no discussion. Ni kama walivyomkamata Danieli. Walisema huyu katika habari ya uaminifu atumkuti. Hawezi kula tamia, hawezi kudhulumu, hawezi kufanya vitu. Huyu tu maana kwa kumkamatia ni katika habari ya yeye na nani? Na habari njema ni hii, wakigusa kwa Mungu wamemgusa nani? You are safe. Ndio maana kale jamaa kalitupa kwenye tundu la simba wenye njaa. Lakini kamefika mle kakawakuta simba hapo picnic. Hapo picnic. Unaona maisha Danieli. Karibu bwana. Sisi tuko tu tunaishi, tuna amani tuna kila mtu. Kwa sababu walipotupwa hawakutupwa peke yao. Walitupwa na Mungu asiyeshindwa. Alafu baadaye mfalme alipotoa agizo, walipotupwa wale sasa walipotupwa kabla hawajafika chini, simba walishameza zamani. Wapendwa wenzangu, wasafiri kwenda mbinguni, kabla
Kristo hajaja, lazima huyu mwana wa uharibifu afunuliwe kwanza. Lazima mitego yake yote iwekwe wazi kabla hajaja. Na mtu awewe asitudanganye. Habari njema ni hii: kabla Kristo hajaja, lazima kila ambapo shetani amesimama pawekwe wazi. Amesimama kwenye nguo zetu, tunamwambia tunaenda na wake zetu, tutaenda na wake zetu. Maana ni wale wale wakati wa uchumba, na hata sasa ni wale wale. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya ibada hii, kienda nyumbani, mbatia mkeo, mbatia mmeo, mwambie tunaenda wote mbinguni, haachi mtu misi. Alafu baada ya hapo, muombeane maombi ya heri, ili macho yasione nje. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa uchumba alikuwa na miguu kama bia. Baada ya kumuoa, miguu haieleweki, anaenda mbele kama anarudi. Hajabadilika, ni mbinu za Mungu shetani. Bwana Yesu asifiwe. Ni mbinu za Mungu shetani. Sasa nataka nisome fungu la 25 kutoka 10. Musa akasema ni lazima, it is not an option, ni lazima. Kauli ya kijasiri ya watu wanaoenda Kanaani, na natamani kauli hii ya kijasiri iwe ya watu wanaoenda Kanaani ya mbinguni. Kwenye mambo matakatifu ya Bwana waseme we have no option, ni lazima. Musa akasema ni lazima. Utume mikononi mwetu na wanyama wa dhabihu na wa sadaka za kuteketezwa, ili tupate kumchinjia Mungu Bwana Mungu wetu dhabihu. Fungu la 26 tunalipenda sana. Makundi yetu pia, yani mali zetu zote, watakwenda pamoja nasi. Hautasalia nyuma hata ukwato ngapi? Moja. Tunaenda kumwabudu Bwana. Hatuachi kitu chochote nyuma. Nothing should be left behind. Hatuachi chochote, hata kama ni ukwato. Ukwato ndio ile ndio kuna supu ya nini? Mungu ndio huo sasa. Musa anasema tunaenda Kanaani. Hatuachi chochote nyuma kilicho cha kwetu. Neno gumu sana. Musa anasema hata ukwato mmoja ni kitu ambacho hakina thamani. Lakini nataka kumwambia Farao, hata hicho kisicho na thamani, as long as ni cha kwetu, tunaenda nacho kumwabudu Bwana. Habari gani juu ya karama ambayo Bwana amekupatia ndani yako, lakini hauitumii? Habari gani ya talanta ulionayo, lakini hauitumii? Sio kwamba unaumwa, sio kwamba uko bize sana, ila tu umejisikia acha na wengine waimbe. Na sauti ya kuimba unayo, acha na wengine waimbe. Nani alikwambia tunaimba zangu kwa zangu? Tutaenda kwa Bwana na karama zetu zote na talanta zetu zote na mali zetu zote, kila kitu. Hatuachi nyuma hata kama ni ukwato. Kwa ya vijana mbona haiongezeki? Hii ni wale walitangazi na vijana mko wengi hapa. Au kwamba harakati nyingi zile ziko shuru na magani. Musa anasema hatuachi hata ukwato. Hakuna kinachoachwa. Vyote tulivyo navyo tunaenda navyo kumwabudu Bwana. Ni kitu gani ambacho ulikuwa umekiacha huko nyuma na huji nacho kumwabudu Bwana? Wito wa leo ni kwamba twende kumwabudu Bwana na vyote tulivyo navyo, na tutakwenda na wazee wetu na
Tutakwenda na watoto wetu nao. Tutakwenda na ng'ombe zetu nao. Tutakwenda na kondoo. Ukisema kondoo na ng'ombe, Kiebrania unaongelea utajiri. Maana tutaenda na mahela yetu kwa Bwana. Maana hata hivyo yote mahela ni ya nani? Ni ya Bwana. Tutaenda nayo kumwabudu Bwana. Tutaenda na kila kitu kumwabudu Bwana. Huo ndio wito mchana wa leo, ya kwamba ni kweli kabla hajaja lazima atufunulie. Ili pale ambapo tulikuwa tufanye vizuri, tuseme no, huu ni mtego wa shetani. Siwezi kubaki kwenye mtego tena. Tunakwenda na kila kitu kumwabudu Bwana. Na kabla Kristo hajaja, lazima uongo wote wa shetani uweke wazi. Ombi langu mchana wa leo, maana ambapo shetani alikuwa amekuficha vizuri, yeye amekuficha kwenye engo. Ombi langu mchana wa leo, omba Bwana akutoe kwenye kona hii. Omba Bwana akutoe. Huenda umejaribu peke yako umeshindwa, lakini kwa neema ya Kristo na kwa damu ya mwana wake iliyomwagika pale Calvary, aweza kukutoa kwenye hiyo kona. Tusimame. Nitatoa wito. Bali tunasimama